Kuna hatua kubwa zilizofikiwa kati ya nchi yake na Iran, lakini viongozi wa Iran wakanusha kufikiwa makubaliano yoyote na Marekani. Masoko ya hisa na mafuta yasuasua kufuatia mzozo wa Mashariki ya Kati. Kiuchumi, jibu hili lina pande mbili, kwa maana ya kwamba kwa muda mfupi soko huongozwa na matamshi, lakini kwa muda mrefu soko mara nyingi huwa linaongozwa na hali halisi ya kiuchumi. Serikali ya Tanzania yaagiza kuundwa kwa timu maalum itakayoshirikiana na vyombo vya ulinzi ili kufuatilia kwa karibu usafirishaji na usambazaji wa mafuta nchini humo. Iundwe timu ya PBPA, EWURA, TPDC na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Na leo ni siku ya hali ya hewa duniani, kuangazia umuhimu wa tahadhari za mapema dhidi ya majanga. Itakuwa ni vyema wananchi wakisikiza utabiri wetu waweze kufanya uamuzi ama katika mipango yao wao wamejiandaa hali ya anga. Viwanjani, malkia mpya wa kriketi Mnyarwanda afuta rekodi 2 za dunia katika mchezo mmoja. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Kwanza ni taarifa ya habari za dunia. Jina langu ni Hamida Abubakar. Rais wa Marekani Donald Trump amesema utawala wa Washington na Tehran umekuwa na mazungumzo ya kufana katika kipindi cha siku 2 zilizopita kuhusiana na mpango wa kusitisha mashambulizi na uhasama kati yao. Kwenye mtandao wake wa kijamii, Rais Trump amesema ameagiza jeshi la nchi hiyo kusitisha mashambulizi zaidi dhidi ya viwanda vya nishati nchini Iran na miundombinu yake kwa kipindi cha siku 5 zijazo. Trump ametoa makataa ya saa 48 kwa Iran kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz au Marekani itafanya mashambulizi makali dhidi ya viwanda vyake vya nishati. Taifa la Iran limekanusha madai kuwa limefanya mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani. Taarifa zaidi na Agnes Penda. Shirika la habari la serikali Fars limemnukuu afisa mmoja wa ngazi ya juu akisema kuwa hadi sasa hapaja kuwepo kwa mazungumzo aina yoyote na rais wa Marekani Donald Trump, na kumshutumu Rais Trump kwa kujiondoa kutoka vita hivyo kufuatia uamuzi wake wa kutishia kushambulia viwanda vya mafuta katika nchi jirani. Shirika la habari la Tasnim na limeripoti kuwa shughuli za usafiri katika mlango wa bahari wa Hormuz hazitarejelea hali yake ya zamani kabla ya vita, na kuwa Iran itaendelea kujilinda hadi itakapofanikiwa kufikia malengo yake ya kulinda uhuru wake. Shirika lingine la habari nchini Iran nalo limemshutumu Rais Trump kwa kujaribu kupunguza bei ya mafuta duniani ili kufikia malengo yake ya kijeshi. Israel na Iran zimeendelea kushambuliana kwa mabomu, Israel ikisema mfumo wake wa kulinda anga umekuwa ukidungua makombora yanayorushwa na Iran na mpaka sasa hakuna majeruhi. Mapema hii leo Israel ilifanya mashambulio makali mjini Tehran kulenga kile ilichokitaja kama miundombinu ya utawala wa kigaidi. Ripoti zinasema pia mlipuko zaidi imeshuhudiwa katika maeneo kadhaa nchini Iran mchana wa hii leo. Kwa upande wa Iran, ilifanya mashambulio katika mataifa jirani ya Kiarabu, huku milki za Kiarabu UAE na Saudi Arabia zikiripoti mashambulio ya makombora na ndege zisizo na rubani. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Vyombo vya habari nchini Lebanon vimeripoti kuwa daraja la pili katika mto Litani kusini mwa nchi hiyo limeshambuliwa kwa mabomu. Shambulio hilo limejiri saa chache tu baada ya baraza la mawaziri la vita la Israel kuagiza jeshi la nchi hiyo kuimarisha mashambulio yao dhidi ya madaraja yanayovuka mto huo. Serikali ya Israel imesema madaraja hayo yametumika kwa shughuli za kigaidi. Waziri wa Lebanon Joseph Aoun amelaani mashambulio hayo na kuyataja kama uchochezi wa hali ya juu, na kuongeza kuwa hatua hiyo ya Israel itahujumu usambazaji wa misaada ya kibinadamu nchini humo. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameongoza mazishi halaiki ya watu wa jamii wa Hoi na San ambayo yalirejeshwa kutoka makavazi ya umma barani Ulaya, hatua ambayo imeonekana kama njia moja ya kuwafikia haki kwa raia wa nchi hiyo. Ifuatayo ni ripoti ya mwandishi wa BBC Pumza Filani ikisomwa na Mariam Jahid.
Majeneza kadhaa yaliyosheheni mabaki ya binadamu kutoka kwa watu wa jamii ya Khoisan yalizikwa leo katika maeneo ya kaskazini mwa Cape Town nchini Afrika Kusini baada ya kurejeshwa nyumbani kutoka Ulaya. Jamii ya Khoisan ambayo inakisiwa kuwa jamii ya kwanza barani Afrika imetaja sherehe hizo za leo kama za kihistoria. Mabaki ya jamii hizo yaliibiwa kutoka Afrika Kusini karne ya 19 na 20 wakati wa utawala wa kikoloni na kuuzwa kwa makavazi ya kitaifa na vyuo vikuu barani Ulaya. Akiongea wakati wa hafla hiyo, Rais Cyril Ramaphosa alisema kuwa maziko hayo ni mpango wa serikali yake ya kuafikiwa kwa haki kwa jamii hiyo. Serikali ya Afrika Kusini imekuwa ikiendesha kampeni ya kutaka mabaki hayo kurejeshwa nyumbani na pia kulipwa fidia kutoka kwa nchi na taasisi zilizokuwa zikihifadhi mabaki hayo. Kampuni ya mafuta ya Aliko Dangote iliyo na makao yake nchini Nigeria imeuza takriban tani 500,000 mafuta kwa mataifa matano barani Afrika kutokana na kuongezeka kwa mahitaji ya mafuta iliyosababishwa na kukatizwa kwa shughuli za usafiri katika mlango wa bahari wa Hormuz. Kiwanda hicho kimesema shehena 12 ya mafuta zimepelekwa nchini Ivory Coast, Cameroon, Tanzania, Ghana na Togo kupitia wafanyabiashara wa kimataifa. Hii ni BBC. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Hamida Abubakar. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kumbuka msikilizaji, anakujia kwako kupitia FM na redio wa shirika mbalimbali. Kama uko nchini Tanzania unaweza kutupata kupitia Abud FM, Classic FM, Radio 1, Radio Free Africa, lakini huko Zanzibar ni Zenji FM. Nchini Kenya unaweza kutupokea kupitia Gulf Radio, Pamoja FM, Must FM, Mwanedu FM, County FM ama Nyota FM. Ikiwa uko nchini Uganda, basi yatege sikio kupitia Radio Paidha, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura ama Voice of Busoga. Na kama uko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi unaweza kuyategea sikio kupitia Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Lakini kumbuka matangazo haya yako kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili na kwenye ukurasa wetu wa Facebook ni BBC News Swahili. Karibu. Leo hii uko nami Phyllis Mote, mwenzangu ni Karo Robi. Karo, karibu. Asante Phyllis. Msikilizaji, tunaanza na mzozo wa Mashariki ya Kati ambako Rais wa Marekani Donald Trump amesema hakuna hatua kubwa ama kuna hatua kubwa zilizofikiwa kati ya nchi yake na Iran baada ya awali kutishia kushambulia miundombinu ya nishati ya Iran. Lakini viongozi wa Iran wanakanusha kufikiwa makubaliano yoyote na Marekani. Rais Trump ameagiza jeshi la Marekani kuahirisha mashambulizi dhidi ya mitambo ya nishati ya Iran na miundombinu ya nishati yote kwa muda wa siku 5. Bei ya mafuta ilishuka sana na masoko ya hisa limarika baada ya tangazo hilo la Rais Trump. Zaidi na Sarafina Robi. Rais wa Marekani Donald Trump anasema amesitisha mashambulizi ya kulenga mitambo ya nishati Iran, akisema Marekani na Iran zimefanya mazungumzo yenye tija na kwamba atasitisha mashambulizi yoyote dhidi ya mitambo ya kuzalisha umeme na miundombinu ya nishati. Nadhani Israel itafurahishwa sana na tuliyoyashuhudia. Nimezungumza na Israel muda mfupi uliopita, nadhani watafurahi sana. Kutakuwa na amani Israel kwa muda mrefu, amani ya kudumu. Maisha yangu ni mikataba kwa sababu ninachofanya ni mikataba. Nadhani hili ni jambo litakalotokea, na kwa nini lisitokee? Kwa kuwa ilikuwa kwamba kesho asubuhi wakati majira ya kwao tulitarajiwa kulipua mitambo yao mikubwa zaidi ya kuzalisha umeme ambayo iligharimu zaidi ya dola bilioni 10 kujenga kwa shambulizi moja. Kwa nini watake hivyo? Kwa hiyo walipiga simu, sikuwapigia. Wanataka kufanya makubaliano na tuko tayari sana kufanya makubaliano. Itakuwa mpango mzuri na itakuwa hakuna vita tena, hakuna silaha za nyuklia, hawatakuwa na silaha za nyuklia tena. Walikubaliana na hilo. Iwapo watakuwa na hayo, hakuna mkataba. Muda mchache baadaye, wizara ya mambo ya nje Iran ilitoa taarifa na kusema, tunakanusha alichosema Rais Donald Trump wa Marekani kuhusiana na mazungumzo yanayofanyika kati ya Marekani na Iran. Akinukuliwa na shirika la habari la CBS ambalo ni mshirika wa BBC wa Marekani, wizara ya mambo ya nje iliongezea na kusema kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inasisitiza msimamo wake wa kukataa aina yoyote ya mazungumzo kabla ya kufikia malengo ya Iran kutokana na vita. Kauli ya Trump inajiri baada ya Iran kutishia kushambulia mitambo ya nishati ya Israel na vilevile ile inayosambaza katika kambi za Marekani.
Trump anasema katika chapisho la mtandao wa kijamii kuwa mazungumzo ya Iran yataendelea wiki nzima. Dola imeshuka na hisa ikaongezeka kufuatia taarifa hii. Trump ameandika kwenye mtandao wake wa Truth and Social Justice kuwa Marekani na Iran zimekuwa na zaidi ya siku 2 ya mazungumzo mazuri yenye tija kuhusu kutatua kikamilifu uhasama uliopo. Na nikinukuu vilevile ameongezea kwa kusema kwamba nimeagiza idara ya vita kuahirisha aina yoyote ya mashambulizi yote ya kijeshi dhidi ya mitambo na nishati ya Iran miundombinu kwa muda wa siku 5 kulingana na mafanikio ya mikutano na majadiliano yatakavyoendelea. Siku ya Jumamosi, Trump alikuwa ameonya kwamba mitambo ya nishati ya Iran itaharibiwa ikiwa Iran itashindwa kufungua kikamilifu mlango bahari wa Hormuz kwa usafirishaji ndani ya saa 48. Mashambulizi ya Iran yamefunga mlango wa bahari wa Hormuz ambao hubeba kiasi kikubwa cha mafuta duniani na gesi asilia iliyoyeyushwa. Zaidi ya watu 2,000 wameuawa katika vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vilivyoanza tarehe 28 mwezi Februari, ambavyo vimesababisha kubadilika kwa masoko, kuongezeka kwa gharama ya mafuta, kuchochea hofu ya mfumuko wa bei duniani na kuvuruga ushirikiano wa muungano wa magharibi baada ya vita. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Iran, milipuko ilitanda mjini Tehran huko Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu zikisema walikuwa wakidungua makombora na ndege zisizo na rubani. Sarafi Nairobi, Dira ya Dunia, BBC. Sasa awali, msikilizaji, rais wa Marekani Donald Trump alikuwa ameonya kwamba Marekani inaweza kuifuta kabisa miundombinu ya nishati ya Iran iwapo njia muhimu ya usafirishaji mafuta, yani mlango wa bahari wa Hormuz, haitafunguliwa ndani ya saa 48. Martha Saranga alizungumza na Martin Olo na Mubelo wa Bandio ambao ni wachambuzi wa siasa za kimataifa. Ni mabadiliko ya, nafikiri ni namna pekee ambayo naiona ni mabadiliko ya namna ambavyo mtu anaweza akashika mpini katika vita hii. Iran ameonyesha wazi kwamba anaweza akashindwa katika majengo atakayoporomoka, lakini naye ametambua kwamba kama nikishikilia vizuri sehemu ya Strait of Hormuz na kwa nimeshikilia siasa yote, sio tu Mashariki ya Kati na dunia, na naweza ikabadili mfumo. Kwa hiyo naiona kama namna ambayo serikali ya Marekani inatapatapa kuweza kuondoka katika hii aibu ambayo imekaribia, na Iran sasa wametambua kwamba ndicho kitu pekee walichonacho ambacho wakishikilia vizuri basi wanaweza wakakamata ushindi wa aina fulani katika vita hii. Martin Olo Mubelo anasema kwamba anaona Marekani kitapatapa katika namna ya kuikwepa aibu, lakini Iran imejibu kwa kusema itaharibu mitambo ya nishati inayohusiana na Marekani Mashariki ya Kati kwa kiwango ambacho hakitengenezeki. Unaona kijeshi Iran ina uwezo wa kutekeleza tishio hili? Bila shaka, nafikiri tumeona Iran ikiwa na nguvu zaidi ilivyodhaniwa. Vita hivi vilivyoanza, nafikiri Marekani na Israeli walidhani ya kwamba baada ya siku 1-2 hivi Iran itakuwa imeisha nguvu, inasalimu amri na wanaiteka jinsi wanavyotaka. Lakini la muhimu ni kwamba licha ya kwamba wameua kiongozi wa Iran Supreme Ali Khamenei, wameweza kuigonga ama kuivamia kwa njia kali kweli. Ukweli ni kwamba hawajavunja nguvu za Iran, na inapana Iran bado inatuma makombora, na hasa ukiangazia leo bado wanagonga pale Tel Aviv, na wamesema kwamba iwapo watavamiwa kwa njia ya kwamba nguvu zao za umeme na mambo mengine yaweze kushambuliwa, basi na wao pia wataweza kulipiza kisasi. Kwa hivyo hali hii kidogo inaonyesha ya kwamba Iran haijaisha nguvu jinsi walivyodhani wa Marekani. Kwa hivyo wanatafuta vitu vingine, na hasa vitisho vya kusema kwamba usipofanya hivi, unajua mara ya kwanza hawakuambia Iran kwamba usipofanya hivi utafanya hivi, lakini wamejaribu kuizimisha, kuipiga na kujaribu kusukuma makombora, lakini wameona ya kwamba hali hii kidogo ni ngumu kuliko walivyodhania mapema. Kwa nini Iran imeshikilia mlango wa bahari wa Hormuz kwa nguvu zote na hata kudai wakilengwa hawataufungua hadi wajenge upya miundombinu yao ya urani? Ameshikilia bei ya vyakula vyote duniani kwa sababu wametambua kwamba kama wataweza kudhibiti. Sasa hivi wamesikia kwamba Marekani inapeleka zaidi, itakuwa na karibu marini 5,000, wakisema wanalazimika, lazima ile sehemu ifunguke. Iran wanajua kabisa kwamba wakilinda ile sehemu Marekani atazidi kupoteza